Kama kuna mtu hajawahi kukuambia, leo mimi nataka nikupe ukweli ambao kidogo utakuwa ni mchungu kwako. Nataka nikuonyeshe maeneo matano, huenda wewe hapo yakawa yanakuandama miongoni mwa haya maeneo ambayo kwa utafiti wangu mimi nikiwa naongea na wafugaji wengi, haya maeneo yalitafuna mitaji ya wafugaji, yaliteketeza kabisa mitaji ya wafugaji na kuwaacha wakiwa hawana kitu. Kiufupi, haya maeneo usipokaa makini utafilisika kwenye ufugaji. Naomba unisikilize vizuri sana, na nitakwambia, nitakupa na mifano halisi kabisa. Na kitu kingine nitakupa mbinu namna gani ambavyo unaweza ukaondokana na haya maeneo. Wewe nisikilize vizuri. Ngoja kwanza tuanze na hii mashine hii ambayo unaiona hapo. Sasa bwana, kuna siku moja kuna mfugaji mama mmoja hivi wa makamu tu amewahi kunitafuta WhatsApp, lakini pia alinipigia simu akaniambia kwamba anauza mashine kama hiyo hapo. Kama wewe unafuatiliaga vizuri sana KingoFarm, tumeshawahi kutangaza mashine kama hiyo hapo inauzwa. Sasa nikataka niulize vizuri, hii mashine kwanza ni ya nini? Mimi mwenyewe ndo nilikuwa kwanza naiona hapo, ni ya nini? Akaniambia bwana, hiyo mashine ni ya kuchanganyia chakula. Nikamuuliza yani ilikuweje mpaka ukawa nayo? Akasema hii sisi tuna kikundi cha wamama tuliamua tuanze kufuga, kuna kamtaji fulani tulikuwa nako. Sasa mmoja mtu alitushauri kwamba tununue hiyo mashine ili tuwe tunachanganyia chakula kama tunataka kuchanganya chakula sisi wenyewe. Sasa mwisho wa siku tukashindwa kulani ule mtaji, na kilichowashinda ni nini? Ni kwamba ukiangalia tu hapo gharama kubwa, mimi pia nilimuuliza maswali mengi. Gharama kubwa sana ilitumika kununua hiyo mashine. Kwenye mtaji wakarudi wakanunua sijui kuku 200, 300, mwisho wa siku wakafanyeje? Wakawashinda. Kwa hiyo hapa point yangu ya msingi ni ipi? Unaweza ukajifunza ni kwamba hawa wana kikundi walitumia gharama kubwa kwenye kitu ambacho sio cha msingi. Ilitakiwa pesa nyingi itumike kwenye kununua kuku na kuwaendesha kuku, kama vile kununua vyakula, madawa na vitu kama hivyo, lakini wao walinunua mashine wakiwa na mtaji mdogo, ambapo kazi inayofanya hii mashine hata wao wangeweza kufanya, kuchanganya chakula. Sisi hapa tunakaga na kuku hadi 5,000, 4,000 tunawachanganyia chakula bila ya kutumia mashine yoyote ile. Kwa hiyo inatakiwa uangalie, unajua sasa hivi kuna mifumo mingi. Ukiachana na hii mashine kuna macages, kuna manini. Watu wengi sana wanaingia kwenye vitu ambavyo sio vya msingi, ambavyo sasa vinawapelekea kutumia gharama kubwa. Mtu ana kuku 200 ananunua cages kabisa kwa gharama milioni, na hichi kitu kitakupelekea ushindwe kwa sababu pesa yako umeweka eneo sio sahihi. Ilitakiwa uweke kwenye kuku, umeweka kwenye vitu vingine. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima tu utafilisika, hasa wafugaji wanaoanza. Ninawashauri tu hizi teknolojia, hizi mashine, sijui kuna watu wanajenga mabanda kama nyumba nini, muachie wale wafugaji ambao wanafuga kwa kiasi kikubwa, wamewekeza mamilioni ya pesa. Mtu amewekeza milioni 300, 400 kununua hizi mashine, kwake ni bei rahisi. Na hata hivyo inamsaidia kuliko kutumia nguvu watu, kutumia mashine kwake yeye itamrahisishia. Sasa kwako wewe ukiona kitu hakikurahisishii, ukanunua tu kwa mkumbo, huenda aliyekuambia ndio anauza hiyo mashine, anataka tu akuuzie. Kwa hiyo mwisho wa siku utajikuta upo kwenye engo mbaya, utajikuta una fail kabisa kwenye ufugaji. Eneo la pili bwana ni magonjwa na vifo. Yani hili eneo sasa kama ni tatizo kubwa kwa wafugaji ambalo linafanya wengi sana waingie kwenye hasara, ni hili eneo kwenye magonjwa. Kuku wakiumwa unashindwa kuwatibia, wanakufa. Wapo wafugaji ambao huaga nakutana nao, wananipigia simu, bwana mimi huwa naanza vizuri, vifaranga wangu wanaenda vizuri, lakini kuna umri fulani wakishafika wanaanza kufa, wanaweza wakafa nusu ya banda. Sasa huyu anakuwa anapata hasara. Umeona? Jamani, usije ukadharau elimu ya namna ya kutibia kuku. Muhimu sana. Sisi KingoFarm pia tunatoa madarasa. Kuku wetu sisi waga tunatumia tiba za asili na zinafanya kazi sana. Huenda unasikiaga hapa tiba za asili ambazo tunazitaja na zinakusaidia vizuri sana. Lakini ukijiunga na kundi letu, ada yake ni 8,000 kwa muda wa miezi 2, utapata elimu zaidi ya kutumia hizi tiba za asili. Lakini pia tunavyo vitabu. Kwa mfano tuna kitabu cha tiba za asili kinakuelekeza kutibu magonjwa yote hata ambayo hayatibiki. Magonjwa ambayo wameyakatiaga kabisa tamaa kama kidele, lakini mle yanatibika sana. Na hapa sasa nikwambie tu,
Sababu nyingine ambayo inasababisha wafugaji wengi pia wanakuwa wanafeli kwenye ufugaji ni elimu duni ya ufugaji. Wafugaji wengi wanafuga kuku ili mradi tu. Unakuta mtu anafuga labda kuku wa mayai, ana kuku 200, anaokota mayai tray moja tu. Yaani kuku 30 kati ya kuku 200 wanataga. Wakati ukija huku ukipata elimu nzuri ya ufugaji, unaweza ukapata mayai mengi zaidi, ukapata mayai hadi 95%. Kwenye kuku 100 tu ukaokota mayai 95. Umeona? Kwa hiyo elimu ya ufugaji ni muhimu sana kuliko vile ambavyo unafikiria. Ujuage watu wanachukuliaga tu mfano uoga, nasikiaga mtu anasema bwana wewe umeshindwa kufuga hata kuku tu. Yaani ufugaji wa kuku unachukuliwa kama vile ni kitu ambacho mtu anaweza akalala akaamka akafuga. Kuna changamoto nyingi sana huku, kuna mbinu nyingi sana inatakiwa uwe nazo unapokuwa unafuga kuku, kama vile kutambua magonjwa, masoko, lakini pia kuongeza kipato, uzalishaji, kama hivyo kuongeza utagaji, kuwafanya kuku wako wawe na uzito mkubwa. Vyote hivi utajifunza ukija huku. Sasa kwa mfano unaona hawa kuku wa kienyeji, wengi sana tunachukuliaga kuku wa kienyeji ni kuku ambaye anavumilia magonjwa, ni kuku ambaye unaweza ukawafuga tu, lakini kama unafikiria hivyo itakuwa hujawahi kufuga kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji ni miongoni mwa kuku ambao pia wanapata sana magonjwa. Kwa hiyo unahitaji elimu ya kuwafuga wa kuku. Kuku wa kienyeji pia wana changamoto kubwa. Wafugaji wengi wanawafuga wa kuku bila kupata faida yoyote ile. Ni msingi sana, inatakiwa ukapata elimu. Kwa hiyo bila elimu, ukiwa na elimu duni tu ya masuala mazima ya ufugaji, ni ngumu sana kuweza kupata faida, na hivyo inaweza ikakufanya ufilisike, na wafugaji wengi sana wamefilisika. Sisi tunalo kundi la WhatsApp, huaga napataga shuhuda mle. Utakuta mtu anasema kumbe nilitakuwa nifanye hivi, kumbe mimi zamani nilikuwa nafanya hivi, nilikuwa napokea hivi vifaranga, kumbe nitakuwa vifaranga wapokelewe hivi. Kwa hiyo ni muhimu sana kupata elimu. Na issue nyingine ni kufuga tu kuku bila mpangilio. Mfugaji unaingiza kuku bandani, huelewi utawauza lini, unaleta tu vifaranga. Jamani, hawa kuku tunafugaga kwa kuangalia masoko yanaendeje, lakini pia tunaangalia utamuuzia nani kuku. Usije ukafuga kuku ambao ukija kuwaleta sokoni hawauziki. Umeona soko lipoje? Kwa hiyo nitakuwa wewe mwenyewe ufanye survey ili ufuge kuku kwa mpangilio. Mimi nipo kwenye makundi ya WhatsApp, unakutaka kuna muda wafugaji wanalalamika, jamani mimi nina kuku humu wanakula vibaya mno, yani tayari ni hasara, wauziki, nikiita wateja wanataja bei ndogo. Broiler labda amefugwa siku 40, unakuta mteja anataka kwa 1500, 6000, 7000, ambayo ni bei ya hasara. Sasa yote hiyo ni kwamba hukuangalia kwamba hili soko nitamuuzia nani na nitauza muda gani. Umeona, huwa inatokea bahati mbaya. Mfano mwaka jana maeneo mengi sana ilitokea mwezi wa 9 ni soko zuri sana la kuuza kuku, lakini ni kama vile ulirudi nyuma, ule mwezi ulirudi nyuma kidogo. Kwa hiyo inaweza ikatokea kweli ukalengesha labda wauze Pasaka kuku wako, na ikapita Pasaka ukawa hujawauza vizuri. Hiyo inatokea kama bahati mbaya, lakini usifuge tu kuku bila kujua kwamba utamuuzia nani na utauza lini. Bwana, na kitu cha 5 ni mabanda. Sasa ninapozungumzia mabanda bwana, hapa mimi ndio kipengele ambacho waga nabishana na wafugaji wengi sana. Yaani mfugaji unakuta na changamoto nyingi sana, na ukiangalia kabisa ni mabanda. Yaani unamwambia nitumie banda, ukiangalia kabisa banda halipitishi hewa. Yaani ni banda fulani ambalo kuku kama wakiumwa mafua watakufa, mpaka kuku wa mwisho ataishia kabisa. Umeona? Lakini ukimwambia bwana hayo mabanda rekebisha, hamna, mimi nimeshatumia dawa nyingi, haya mabanda mimi nilishawahi kufugia kuku hawakuumwa kabisa. Umeona? Kama banda lako halina mzunguko mzuri wa hewa, utapata changamoto nyingi sana. Yaani utapata changamoto kiasi kwamba mpaka wewe mwenyewe utaona kama dunia isimame. Na hapa utakuta wafugaji wengi sana wanatumia dawa nyingi, kuku hawaponi. Kwa hiyo unafilisika. Sisi KingoFarm kuna kipindi wakati tunaanza kufuga kule, tulikuwaga na mabanda ambayo ndio hayo ambayo hayana mzunguko mzuri wa hewa, tukapata changamoto. Yaani mpaka kuna kipindi unaweza ukahisi dawa hazifanyi kazi. Yaani unaona kabisa ukiwapa dawa hii hapa hawaponi. Yaani hivyo, na hii changamoto ni ngumu sana mtu kugundua kwamba labda changamoto yangu hapa ni banda halina mzunguko mzuri wa hewa.
tuliporekebisha haya mabanda, changamoto zilipungua kwa asilimia kubwa sana, hasa changamoto ya mafua. Kwa hiyo nakushauri rekebisha tu, wala usione kazi kubomoa, kwa sababu banda kama umejenga utabomoa sehemu ndogo tu, unafanya tu marekebisho. Kwa hiyo utafuga kuku kwa raha sana. Lakini mwisho kabisa na wakumbusha, sisi tuna hivi vitabu ambavyo gharama yake kitabu kimoja shilingi 10,000. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Tutafute kwenye namba hiyo ambayo unaiona hapo kama unahitaji kitabu. Gharama yake ni 10,000, ni soft copy kwa njia ya WhatsApp. Kwa helini, tutakutana kipindi